Kwa miaka mingi sana Waislamu wamekuwa wakiwaambia Wakristo na wakiambiana wenyewe kwa wenyewe katika mafundisho yao kwamba Qur'an ni kitabu kikamilifu kabisa. Ndani mwake huwezi kukuta dosari, ndani mwake huwezi kukuta mkanganyiko wowote. Na huu wanaotumia kama uthibitisho kwamba hiki hakika ni kitabu kilichotoka na kwa Mwenyezi Mungu na kwamba kipo katika ukamilifu mkubwa, hakuna cha kufanana nacho. Lakini tunaposoma Qur'ani tunakuta hali ni tofauti kabisa na haya madai, na kwamba tunaweza kusema pasipo shaka kwamba haya ni madai ambayo hayana uthibitisho wowote na wala si madai ya kweli kwa namna yote ile. Kama nilivyotoa video kadhaa huko nyuma kukuonyesha makosa mengi ndani ya Kiislamu ya kisayansi, ya kijiografia na mambo mengine kama hayo. Leo hii nakuletea hitilafu nyingine ndani ya Uislamu. Hitilafu hii inahusu namna aya moja kutoka sura moja na aya nyingine kutoka sura nyingine jinsi zinavyokinzana. Na leo hii nitakuletea aya ya pili ya sura 96, aya ya 4 ya sura 16 na aya ya 54 sura ya 25. Na namna hii utagundua kabisa kwamba hiki ni kitabu kimeandikwa na mwanadamu ambaye hakuwa makini kwa namna yote vile, na kwamba makosa haya yanathibitisha wazi hiki si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ni kitabu cha kibinadamu kabisa na kina makosa ya wazi kabisa, kwa sababu hata yana makosa makubwa kiteolojia. Kwa mfano naenda kusoma hii aya ya pili ya sura ya 96. Nasema hivi, yani huyu Allah anazungumza hapa kwamba amemuumba mwanadamu kwa pande la damu. Kwamba kwa mujibu wa madai ya Allah hapa katika aya ya pili ya sura 96 anasema mwanadamu yeye amemuumba kutokana na pande la damu. Lakini tunaposogea kwenye sura ya 25 aya hii ya 54, Allah anasema kitu kingine tofauti. Anasema naye, haya ni maneno ya Allah sasa, naye ndiye aliyemuumba mwanadamu kwa maji, kisha akamfanya nasaba na ujamaa wa ndoa, na Mola wako ni mwenye uweza. Kule anatuambia amemuumba kwa pande la damu, huku anasema nimemuumba kwa maji. Tunakwenda kuangalia pia aya nyingine ya 3, hii inatoka katika sura ya 16 aya ya 4. Anasema hivi, Allah anaendelea. Anasema amemuumba mwanadamu kwa tone la manii. Sasa manii hizi ni shahawa au katika Kiingereza inaitwa sperms, ambazo ni yale maji yanayotoka katika mwanamume. Anasema amemuumba mwanadamu kwa tone la manii, tahamaki amekuwa mshindani dhahiri. Sitaki kwenda undani juu ya teolojia ya tofauti hizi kubwa zote tatu, kwa sababu tukiingia katika teolojia tunakuta mzigo mzito zaidi unazidi kuwa unaingia hapa. Lakini leo hii nataka nikuonyeshe namna gani katika sehemu 3 tofauti Allah anasema amemuumba mwanadamu. Moja anasema amemuumba kwa tone la damu, pili anasema amemuumba kwa maji, tatu anasema amemuumba kwa manii. Sasa swali linakuja kwako Muislamu. Je, huyu mwanadamu tuchukue kauli ipi hapa katika hizi 3? Na tukienda sehemu nyingine tunakuta anasema amemuumba kwa udongo. Sitaki kwenda huko, lakini ipo sehemu nyingine pia ndani ya Qur'an hii anasema amemuumba kwa udongo. Unakwenda katika sehemu nyingine anasema amemuumba kwa neno tu na mwanadamu akawa. Allah anajichanganya kila mara. Kumbuka neno kuu la kulizingatia hapa ni kuumba, sio kuzaa. Naposema kuumba ni kuleta kiumbe kipi ambapo kabla yake hakikuwepo. Hili pia ni jambo jingine zito ambalo mwandishi wa Qur'an anashindwa kutofautisha baina ya uzao na uumbaji. Hivi ni vitu tofauti kabisa. Hapa neno ambalo Allah analitumia ni kuumba, sio uzao. Najua wengi wenu Waislamu mtakuja na hoja ya kuzungumzia uzao. Hapa Allah anasema kuumba. Naomba niwape tahadhari. Najua wengi wenu mtaanza kunijibu hapa, lakini kumbuka neno zito la kuzingatia hapa na ninalobeba huu mkanganyiko ni neno kuumba. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu ambao umebebeshwa imani hii kwamba Qur'an ina ukamilifu, haina mkanganyiko, nikueleze wazi ndugu yangu, hakuna ukwelizo, ni hadaa tu. Kitabu hichi kimejaa kila aina ya mkanganyiko wa kihistoria, wa kisayansi, wa kijiografia, mambo mengi ya mambo ndani ambayo inathibitisha wazi mwandishi wake ni mwanadamu, na mwanadamu asiyekuwa makini. Na tunajua Muhammad mwenyewe anasemekana alikuwa hajui kusoma na kuandika, na ndio alikuwa anadai amepewa hizi aya, anawafundisha wale wafuasi wake. Na ndio tunaona makosa kama haya. Ni dhahiri kutokujua kusoma na kuandika kwa Muhammad na kutokuwa na busara yake, ndio tunaona makosa haya na mengine mengi. Ndugu yangu Muislamu,
na Mkristo unaangalia video hii, haya ni mambo ya kuzingatia sana. Hatima ya roho yako ina uzito mkubwa. Njoo kwake Yesu, ndio mkombozi wa kweli. Mungu alijidhihirisha kwa kutoa mwili, akafa msalabani, akafufuka, akatupa ukombozi. Na anasema wazi, njooni kwangu nyote ninyi mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Usibebeshwe mizigo hii ya ulaghai, ya kuambiwa kitabu kiko kikamilifu. Ni mzigo ambao hutaweza kuutua mpaka utapokwenda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Atakutoa huu mzigo. Utaona mambo mengi yanakuchanganya, lakini unapokuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo anakupa amani, kwa sababu yeye peke yake anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Haya ni maneno Bwana wetu Yesu Kristo. Njoo kwake leo. Ni Mungu mwenye upendo. Mungu amedhihirisha upendo wake kwa kukubali kufa msalabani, ili kila nafsi ya mwanadamu isipotee bali iwe na uzima. Lakini sharti tu ukiri kwamba ni Bwana na mkombozi wa maisha yake, na utapata zawadi hii ya ukombozi bure kabisa, na kuhakikishia uzima wa milele. Asante.